Na kuna wakati ambao mimi niliona kwa njia gani nitamtumikia Mungu, nikaamua nianze hata kuimba. Kwa hiyo nilianza na huduma ya uimbaji. Kuja kwenye uinjilisti haikuwa ni ghafla, kwa sababu nilikuwa naangalia ni kwa namna gani nitaanza kumtumikia Mungu. Kwa ikabidi nianze kupitia njia ya uimbaji ili nipate kufikia lile kusudi ambalo Mungu ameniambia. Na nikaanzisha kwaya ya familia, na hii kwaya ilikuwa ni kwaya ya familia yetu tu ya vijana wanne. Ilikuwa inaitwa Deliverance Choir. Kwa watu wa Songea mjini wanaweza kaifahamu hii kwa sababu tulikuwa tunapita makanisa mbalimbali kuimba. Nakumbuka miaka ya 2010, 2011 na 12 tumetembea sana kwenye makanisa ya Moravian hapa Songea mjini, nimeimba sana pale. Lakini pia niliimba sana kanisa moja liko pale Maenge la EAGT, lakini pia nimeimba sana katika makanisa la KKT hapa Songea mjini tangu enzi hizo. Lakini kusudi langu moyoni mwangu lilikuwa ni siku moja nije nimtumikie Mungu, nije niwe mtumishi wa Mungu. Nikaona nianzie kule mbali. Na nilipoingia form 1 pale shule ya sekondari Zaboni, nikachaguliwa ghafla kuwa makamu mwenyekiti wa UKWATA, na nikasema wao, kusudi linakwenda kutimia. Na nikaendelea kuhubiria watu katika vikundi vile. Bahati nzuri au mbaya, mzee wangu pia akapata uhamisho tena kuhamia na Mtumbo. Nikahamia shule ya sekondari Nasuri iliyopo na Mtumbo, na huko nako nikachaguliwa kuwa mwenyekiti wa maombi. Lakini pia shule kama shule ilikuwa kiniita mimi ni mchungaji au pastor. Kutokana na nini? Kutokana na kwamba nilikuwa natembea katika maono ambayo Mungu alikuwa ameweka ndani yangu. Ndoto ambazo zilikuwa ndani yangu nilikuwa naona kama nikizipoteza ni hasara kubwa. Kwa kuna muda ile nilipokuwa pale shule ya sekondari Nasuri, ilikuwa kwamba kanisa au shule ikihitaji kufanyia maombi wanafunzi wanaoingia katika mitihani, naitwa mimi kuwafanyia wanafunzi hao mitihani pale Nasuri. Na Nasuri nilihamia pale nilikuwa form 2, nikasoma na form 3 mpaka mwezi wa 6 nikahamia shule ya sekondari Madaba. Na pale Madaba napo nikachaguliwa kuwa mwenyekiti wa maombi wa UKWATA. Na hapo ndipo baada ya kumaliza elimu yangu pale Madaba ya form 4, ghafla nikaanza kupangiwa ibada katika makanisa. Hapo sasa nikaanza utumishi wa Mungu wa kujitegemea. Na baada ya kumaliza hapo nikaanza kuhubiri makanisa mbalimbali. Nilikuwa nikihubiri, nikaanza kuachiwa ibada pale kanisa KKKT Madaba. Nilikuwa hata mchungaji akiondoka na niachia peke yangu, nalichunga, na hubiri asubuhi na hubiri jioni na hubiri hata katikati ya wiki pia. Niliendelea hivyo, na baadaye mpaka nilipoenda chuo. Na katika historia yangu nyuma nimeelezea kwamba chuoni ndiko ambako Mungu alisema nami rasmi sasa. Baada ya kuendelea kuwa na wito moyoni mwangu, lakini bado sikusikia sauti ya Mungu mpaka nilipoingia chuoni, na Mungu akasema nami kwa habari ya kwamba utakwenda kuchunga watu wangu. Na akanionyesha kundi kubwa mbele yangu, akaniambia utawachunga hawa watu. Na ilikuwa ni usiku, nilipoamka nikajikuta nikiwa nalia na nena kwa lugha, na Mungu ni ishara ya kwamba alisema nami, akanikabidhi watu wengi sana mbele yangu. Na ndio maana huwa nasema kwamba hapa nilipo na hata hapa unapoona ile jengo ambao tuko ni njia tu, kuna mahali naelekea. Ndoto zangu ni kubwa kuliko hapa nilipo leo. Najua kuna mahali ninakwenda. Nilipokuwa chuo nikapokea hayo maono, na nilipomaliza chuo, niliporudi huko mitaani sasa, ghafla nikaanza tena nikaendelea kuhubiri kwenye makanisa mbalimbali, na mpaka ambapo nikaanza kuanzisha kanisa hili mwaka 2021. Lakini safari ya utumishi imeanzia mbali. Lakini safari ya kanisa hili tulilopo imeanzia mwaka 2021. Na hii inatufundisha kwamba ndoto ambayo umejiwekea haijalishi kwa sasa huwezi kuitimiza, lakini unaweza ukaanza hata katika hali ya udogo ulionayo. Haimaanisha kwamba utaanza kwa ukubwa tangu mwanzo. Hata katika udogo ulionao sasa unaweza ukaanza kutimiza ndoto yako. Kwa hiyo hii ndio safari fupi tangu utotoni mwangu mpaka sasa kwa habari ya kumtumikia Mungu, na mpaka sasa kuona niko katika kanisa hili kipindi hiki. Amen. Mtazamaji, hiki ni kipindi cha ndoto yangu. Kipindi maalum ambacho kinakupa majibu ya maswali ambayo umekuwa ukijiuliza kwa kina juu ya watumishi wa Mungu. Na mtumishi wa Mungu leo, Mwinjilisti Festo Kioguro, ni mmoja wapo wa watumishi wa Mungu ambao Mungu amewainua kwenye kizazi hiki katika maeneo ya huku kusini Ruvuma, na hususan katika mji wa Songea, ambaye analeta mageuzi
kwenye namna ya kupeleka Injili. Ni mtumishi wa Mungu kijana ambaye ana maarifa na nguvu mpya katika kumtumikia Mungu. Mtumishi wa Mungu, watu wengi leo kwenye kizazi cha leo wanasema wana ndoto. Vijana wengi ukizungumza na vijana, naamini ni mtu ambaye unakutana na vijana wengi katika mzunguko wako wa maisha. Watu wengi